Tukisonga mbele ni kuwa watu 6 waliokamatwa na maafisa wa polisi kabla ya kutoweka wakati wa maandamano ya kumbukumbu za Juni tarehe 25 wamepatikana wakiwa hai baada ya kuripotiwa kuteswa na baadaye kutelekezwa katika maeneo tofauti la jiji la Nairobi, ikiwemo eneo la msitu wa Ngong. 6 hao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Nairobi Women's Hospital baada ya kupotea tangu siku ya Alhamisi walipokamatwa nje ya bunge la kitaifa wakati wa shughuli za kumbukizi za waliofariki katika maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024. Mwanahabari Lennox Senger na taarifa hiyo. Yote yalianza hapa ambako polisi walikuwa wamezingira barabara zote zinazoelekea bungeni. Familia zilizopoteza wapendwa wao katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 zilifika kuweka mashada ya maua kama ishara ya heshima, lakini zikazuiliwa kuingia katika viunga vya bunge. Kilichofuatia kilikuwa cha kushtua. Maafisa wa polisi waliokuwa wameficha nyuso zao walivamia kundi la watetezi wa haki za kibinadamu waliokuwa wakiweka maua. Kutwa kwa nguvu na kuwatupa ndani ya lori ya polisi lililokuwa likishika doria hapa. Zaidi ya saa 48 baada ya kukamatwa mbele ya kamera. Hivi ndivyo Fredrick Ojiro na wenzake 5 walivyopatikana. Koroli ilikuwa ni kupigwa tu hapo, yani hiyo ilikuwa ni field ya kupigwa. Katika kipindi chote hicho hawakuwahi kufikishwa mahakamani kama sheria inavyoamuru. Usiku sasa tukaingizwa kwa kichaka kingine hapo, iko na abandoned house. Nilijua ni kichaka because ukiingia unasikia gari tiles zikikanyaga chini, vijiti zinavunjika. Kufika mahali katikati ya barabara highway ilikuwa hakuna mtu yoyote. Wakaanza kutusukuma tukianguka chini, wakasema shukeni sasa, wakitusukuma. Within a few like hata 6 minutes ndio tunajaribu kujirecollect. Subaru zikakuja. 3 Subarus. 3 tulieko kwa Subaru moja, the other 3 guys kwa Subaru moja. Baada ya kile kinachodaiwa kuwa mateso yaliyotekelezwa na maafisa wa polisi, Fredrick Ojiro, Collins Otieno, Mteti Mulinge, Elisha Olam, Michael Ngigi na Christine Luganga wanasema waliteswa kwa siku 2 kabla ya kuachiliwa usiku wa manane karibu na msitu wa Ngong. Sisi alafu leo wamekuja kitu kama saa 7 hivi na onyo. Pana sema mlifanyiwa nini? Onyo nyingine, muamue kunyamaza ama muendelee na story ya William Ruto na hakuna msamaha. Wakaturusha huko, mtu akapita, tukamuuliza bro, tusaidie simu tupige. Akatusaidia. Tukakuwa masked in that Subaru. And whatever happened, what is the mistake that they did? Laying flowers, singing patriotic songs. That is what has led to this kind of torture. Tukio hili limezua maswali mazito kuhusu mwenendo wa polisi. Ikiwa watu hao 6 walikamatwa kwa mujibu wa sheria, kwa nini hawakufikishwa mahakamani kulingana na sheria? Lakini kutekwa nyara nchini ni hadi lini? Lennox Senger, runinga ya KTN. Hali ya huzuni ilitanda Jumamosi katika eneo la Kiamaiko huku